mstari wa 6 inasema, kwa hiyo jinyenyekezeni chini ya mkono wenye nguvu wa Mungu ili awainue ninyi katika wakati unaofaa. Haleluya. Ni sisi kunyenyekea kwake ndipo atuinue kwa wakati unaofaa. Si hiyo wakati ni unaomba. Haleluya. Si wenye wewe umepanga na akili zako. Wewe unaenda umeenda katika hiyo sala na umekuwa katika uzito fulani. Haleluya. Na kwa hiyo uzito ukajifunza kunyenyekea ukanyenyekea. Naye Mungu akaanza kukuchunguza moyo wako. Haleluya. Moyo huu ni moyo ambao utanitumikia. Moyo huu ni moyo ambao umenikubali kunifanyia huduma wako. Moyo huu ni moyo ambao utasaidia wajane. Moyo huu ni moyo ambao utaendelea kuniabudu katika roho na kweli. Bwana sifiwe. Kwa hiyo kutafakari ndipo Mungu anaandaa jawabu lako ambalo linafaa. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Jawabu letu haliwezi kuwa sawa na la Mungu. Mumeona? Leo nyala upanga lino. Na Mungu akaona hiyo jambo litakuwa muda mfupi. Ama unaomba ufunguliwe gari. Bwana sifiwe. Amen. Na Mungu akiangalia vizuri utagonga watu mwanzo wote kwa barabara, atakupea gari? Hapana. Atakupea gari? Hapana. Zakaria, upewe gari. Ugonge watu. Ugonge watu kwa barabara, Mungu atakupea? Wewe unaleta tukuombe sana ati usaidie. Mungu alete wateja, bantu wafue. Uze majeneza. Kweli? Tuombe Mungu watu wakufe wakuje waniwe kwako majeneza. Kusema kweli hiyo ni sana inaweza omba watu kama wa Mungu sisi kweli. Yaani tunasema hivi kwa sababu kuna mwenye alikuja akasema hivyo. Sasa Mungu anaangalia kama majeneza. Mungu anaangalia anafanya business ya kuuza majeneza. Tuombe Mungu watu wakufe, watu waende wachukue majeneza kwake. Hiyo tunaweza omba. Ngumu kwetu. Ile jambo zilikuwa kwa radio. Ngumu. Bwana asifiwe. Sasa wakati tunaomba sala kwa Mungu, Mungu anaangalia jawabu gani inastahili kwa sala. Bwana asifiwe. Mungu mwenyewe anajua kile ambacho anatakana afungue kiweze kuwa ya manufaa kwako. Ikuwe ya manufaa kwa jamii yako, ikuwe ya manufaa kwa mipango zako. Haleluya. Izalishe matunda. Haezi fungua kitu ambayo ni ya dakika 2 na 3 inaisha. Bwana asifiwe. Na Mungu anatujaribu tuna baraka kiasi. Haleluya. Amen. Na unachanganyikiwa. Hata fungo la 10 unasahau. Bwana asifiwe. Hata shukrani unasahau, hata sadaka unasahau, hata ribuka na unasahau. Kidogo tu. Bwana banya sana. Bwana asifiwe. Kidogo tu. Mungu alikuja kwa kidogo kapotea. Kuruka. Unasababisha Mungu akose kuendelea kufungua baraka. Tena ibidi ukuje kwa maombi, kwa magoti, ndipo Mungu tafanye afungue. Wanadamu tusaidie Mungu. Haleluya. Sasa wakati unafunguliwa kwa na ufahamu kitu ya kwanza, eka kwa akili. Eka kwa akili God first. Na wajia siri, kitu ya kwanza ndio Mungu God first. Ndio uendelee kuzipokea. Bora ukisema tu mali shughuli chini kwanza, unakuacha. Sitawa. Sitaisha kama hujafika kwa Mungu. Haleluya. Chaka uona fungo la 10 silizinga. Bwana fungo la 10 rakando. Hata kama una uzito ya hii fungo la 10 kwa hapa itakuchanganya. Sema tu mchungaji, hii ndio namba yako. Halo, ndio hizo nimetuma huko niombe kwa fungo la 10. Umemaliza? Umewin shetani? Basi umemwin. Kwa sababu hii share utatumia hii kweli ni halali mbele za Mungu kwamba hizo ni za Bwana sifiwe. Ndipo za maandiko yanatuambia Malaki 3 yanatuambia tunamwibia na sisi tunasema tunamwibia kwa njia gani? Kwa fungo la 10 na matoleo. Haleluya. Bwana sifiwe. Umepewa ngiri 3. Umepewa ngiri 3. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Unasema kwenda zishe hizi zote nitakuwa nimejipanga. Bwana sifiwe. Unaanza na moja, unaenda unafanya ka shopping, unarudi. Bwana sifiwe. Unaanza na moja. Bwana sifiwe. Abruptly kuna kitu imetengenezeka tu hapa nyumbani, labda mgeni amekuja abruptly ama magonjwa ya kichwa nini, umetoa tena kangiri kingine kame zimebaki moja.
Ulikuwa umesema ati kwenda hizi ziishe ndio kwa nimejipanga. Sasa imebaki moja. Ile moja ilishaisha kitambo, umeshakula imeisha. Sasa imebaki moja. Sasa unaanza kusema ili moja hii. Endelee. Kwenda hiyo Ijumaa ifike. Sasa leo ni Tuesday. Kwenda hiyo Ijumaa ifike. Nitakuwa nimejipanga pole pole. Wacha nidondolee moja 100. Utadondola tu 100 kuisha. Ile pesa utajua ama unasema acha nitumie, kuna nyingine ambayo nimetegea mahali. Umetegea hiyo. Nitachukua kwa hiyo nipeleke. Bwana sasa siri ni sisi wenyewe kujifunza. Na unajua hii siri inashinda watu wengi na ndio inawezekana kufungua baraka. Haleluya. Amen. Unapoangalia kitabu cha Zaburi 50:14 inakwambia, offer to me. Nipatie hizo offer. Na uniite wakati wa shida. Haleluya. Amen. Nami nitaitika na nitakujibu. Amen. Haleluya. Amen. Na hapo juu inaanza kwa kukwambia si kwamba nakosa chochote, lakini ni kwa ajili ya kuchochea baraka zako uendelee kuzipokea. Haleluya. Ni jambo tu lenye Mungu anataka kuendelea kutupokeza, lakini tunanyang'anya ufahamu tu kidogo. Haleluya. Unaona venye tunaleta kuchanganyikiwa. Tunaletanga utata. Tunaletanga giza. Haleluya. Hii confusion imemeza Wakristo wengi. Na unajua fungu la 10 ndio kitu cha maana ambayo Mkristo inafaa usimame nayo every time. Basi asifiwe. Hiyo ndio itakulinda, hiyo ndio itakufunika, hiyo ndio itakuwezesha kupokea baraka zingine in your life. Hiyo ndio italinda hata shamba yako, nzige wasifuje kuiba kwa shamba yako. Hizo mama inaitwaje vitu zenye tulikutana nazo pale kwa njia. Ama sheni. Haitakuja kwa shamba ukitolea Mungu tithe. Kweli mashine kali sana kama mato maka. Haleluya. Njia kwa urize yapo ti. Kali sana. Balinda. Balinda ama. Bwana sasa ni jukumu letu Bure kuendelea kujua sheria za Mungu. Ukitaka Mungu akutende. Ona dhoruba imekuja. Hao walikuwa wanafanya hizo sheria za Mungu, ndipo uliona Yesu akasimama tena akaosha dhoruba. Haleluya. Lakini kwa sisi inafaa pia tuige from that position. Tuige kwa huo mfano. Tuangalie ni njia gani Mungu ataweza kutusaidia. Haleluya. Nimewapatia ufungu na nimewapatia uwezo ambao mnaweza tamka hiyo wakati wa shida na Mungu akasikia. Ni wewe kukumbusha Mungu. Mungu nimekutolea fungu la 10. Fuatilia Mungu wangu kanitetee kwa hii shida ya magonjwa. Sina Mungu mwingine, ni wewe mwenye naabudu. Siabudu Mungu mwingine, ni wewe peke yako. Mungu tenda kupitia kwa hiyo shukrani ambayo nimekutolea Mungu, usiniaibishe. Hili jaribio limekuja Mungu, usiniache nikazama. Ni wewe ushuke na ukanitendee. Ukasema nikutupie mizigo yangu. Na utasikia na utanijibu. Mungu nijibu. Sina Mungu mwingine wa kutegemea, ni wewe Mungu wa Elia, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Ibrahimu, ambao uliokoa wanafunzi wako wakiwa kwenye meli. Bwana sifa. Wakiwa kwenye boat. Siku ya leo na kuitia kwa hii changamoto kaniokolee. Mungu anafuatilia register yako. Na bwene. Na kuosha dogo. Ona dawa ni rahisi tu. Wanafanya sana. Bwana sifa. Ni rahisi tu. Unajua umeko 1000 nchini ngapi? Kwa 100 ni tuma hata 5 bob. Mwingine alituma 5 bob, sio dada? Shilingi 5 anakuwa amepata pesa ngapi kwa siku? Sana ni shilingi 50. Alituma shilingi 5 kwa mchungaji akamuombea na akaendelea kufunguliwa. Sasa yeye anatoa 700, kumaanisha Mungu amefanya nini? Amemuinua. Bwana asifiwe. Amen. Na kufundisha siri wakati unagonjeka, wakati uko kwa changamoto, wakati uko kwa uzito, jambo ni utasimama nayo na Mungu anaitika haraka. Umeona kama anafanya sana. Ni sisi wenyewe kutafuta njia yenye Mungu anatuokoa kwa wepesi. Haleluya. Amen. Mungu anasikiza sala zetu kila wakati, lakini anaangalia tumefanya nini. Tumesimama na sheria gani? Tumesimama na msingi gani? Haleluya. Msingi wako utakuokoa mama. Msingi wako utakuokoa dada. Bwana asifiwe. Amen. Najua Zakaria kulifika mahali ukachanganyikiwa mahali ndipo umeona hii mambo ikajiconfuse. Mwana umanyire sasa umanyireta. Najua wakati unaleta ujumbe na ujumbe napewa. What had happened ukafikia kwa hiyo nafasi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tujifunze kumtolea Bwana. Tujifunze kusimama kwa pengo ya kupendeza Mungu.
naye Mungu wa mbinguni atazidi kufuatilia na akatuwezesha. Usiangalie ati unangoja upate pesa mingi. Hiyo tumia, tuma 10 bob. Ama 10 bob unaona ifanye chochote. Ni kazi ya Mungu. Ukitaka kufunguliwa kwa hiyo kidogo yenye uko nayo ndio itafungua kikubwa. Mnaona? Kwa hiyo kidogo yenye uko nayo itafungua kikubwa. Sasa unataka upeane kikubwa na hii kidogo hapa bado hujatengeneza kwenye kikubwa itakuja. Kalanyana. Haya hata wanafanya sai. Mimi napenda kuambia watu ukweli. Ukweli kweke huru. Hata mimi nisipo kwako mchungaji mwingine akiwa, hata mimi nisipo kwako mtoto wangu akawa ama ndugu yangu ama nani, kwa hiyo pengo hiyo ndo sheria ya Mungu. Sirima kwa kanje tawe, sirima kwa Nyasaye ili aendelee kushughulikia na aweze kujibu majibu yetu kwa urahisi. Sasa hivi tungekuwa tunakumbusha Mungu kitu fulani kama Hezekia jinsi aliambiwa utitanga ufua tengeneza mambo yako. Aligeukia Mungu akaambia Mungu kumbuka Mungu kwa nyumba yako sikuwa na kosa. Kumbuka nilikuwa nakutolea. Kumbuka zinanitoa. Kumbuka. Bwana sifiwe. Hakuenda kwa mambo mengi, alikuwa tu analilia Mungu akimwambia kumbuka. Akumbusha sana mkumbusha tu. Kumbuka. Mpaka Mungu akamrudisha nabii Isaya aende amwambie ameongezewa miaka 15. Sasa wewe kuwa na vikumbusho kwa Mungu. Kwa mtu ambaye uko na vikumbusho, usikose kitu ya kuambia Mungu. As a Christian, kama mtu mwenye umeokoka, usikose kitu ya kuambia Mungu kwa maisha yako. Haleluya. Usikose kitu ya kukumbusha Mungu wakati shida inakupata. Shida ikikupata kukumbusha Mungu, mimi shida ikinipata, ukinipata sitashangaa. Natoka hapa nikienda huduma Mungu, mbona unaruhusu hii? Haleluya. Na kweli hata speaking mayo mara mingi. Kiasi tu na jawabu inakuja. Haleluya. Mungu anafuatilia na anajibu kulingana penye mwenyewe ameona. Tuingie kwa miguu yetu, tupate nyimbo za sifa. Halafu